Turejea Afrika na tuende nchini Kenya katika jimbo la Lamu, pwani ya Kenya. Bahari ni riziki na kiini cha utamaduni na utambulisho wa wenyeji. Katika visiwa vya Pate na Mkokoni, kundi moja la wanawake wanaojulikana kama Eco Mamas linaongoza juhudi za uhifadhi wa mazingira ya bahari kwa kurejesha misitu ya mikoko, miamba ya matumbawe na hata kufuga pweza kama njia ya kujikimu kimaisha. Mwanahabari wetu Njoroge Muigai aliwatembelea na kutupatia taarifa ifuatayo. Hivi ni visiwa vya Lamu vilivyoko katika pwani ya kaskazini mwa Kenya. Ni eneo lenye utajiri wa rasilimali za baharini, lakini pia mazingira yake yako hatarini. Eneo la Lamu lina zaidi ya visiwa 65 na vingi ni vidogo vidogo, na maji yanavyovizunguka yamekuwa na samaki wa kutosha kukidhi mahitaji ya wakazi wa hapa kwa vizazi vingi. Misitu ya mikoko imekuwa ngao muhimu dhidi ya mmomonyoko wa udongo, lakini bahari inabadilika. Katika kisiwa cha Pate, Zulfa Hassan anajulikana kama Mama Mikoko. Anaongoza juhudi za kurejesha misitu ya mikoko inayozidi kutoweka katika pwani ya Kenya. Mikoko iliathirika, chanzo kikubwa kilikuwa ni kwa sababu ya watu walikuwa wakikata mikoko wakitengeneza chano. Samaki wamepungua. Pia watu walikuwa wakikata mikoko wakisafirisha hadi nchi za Uarabuni. Pia mikoko iliathirika kwa sababu ya mabadiliko tabia nchi. Kwa Zulfa na wenyeji wengine wa hapa, mikoko ni zaidi ya miti. Mizizi yake huimarisha ukingo wa pwani, huilinda vijiji dhidi ya mmomonyoko wa ardhi na husaidia katika kuzalisha kwa viumbe mbalimbali vya baharini. Mimi nilianza shughuli ya kupanda mikoko kuanzia mwaka wa 2018 na kufikia sahihi tumepanda zaidi ya mikoko 1200 na hiyo inaenda zaidi ya ekari 20. Tumeweza kuregesha msitu wa mikoko katika 175. Hiyo kwangu mimi huwa nasikia faraja kubwa kwa kuwa hapa maeneo hii ilikuwa yameathirika kabisa. Lakini tukiangalia sasa hii mikoko imenawiri na iko vizuri sana. Karibu na anakoishi Zulfa, Mwanasha Mbwana ambaye ni mwalimu wa shule ya msingi anasaidia katika urejesho wa matumbawe. Wakati tunafanya ile urejesho wa matumbawe, tunatengeneza kwa cement huku juu kando ya bahari, alafu tukaenda kwa zile ambazo ziko na uhai baharini, tukapiki zile ndogo ndogo, tukazistick pale, alafu tukaregesha. Kwa kuwa ziko na uhai zinakuwa polepole, zinaweza chukua kama 1.5 years, 2 years, lakini zikinawiri vizuri kama hazikupata bleach, so zinanawiri vizuri, samaki wanarejea vizuri na uchumi unapanda. Kupitia juhudi zao kama mashujaa wa kimazingira, kina mama hawa wameweza kupata riziki ya kujitegemea na pia kufaidi jamii zao kwa kupata ongezeko la mapato kupitia uvuvi, utalii na manufaa mengine ya rasilimali za bahari na mazingira. Zulfa anasema kuwa kurejea kwa afya ya misitu ya mikoko kumesababisha ongezeko la samaki majini. Miamba ya matumbawe iliyorejeshwa inachangia kuimarisha mazingira ya viumbe wa bahari, jambo linalokuza utalii na kufungua fursa zaidi za kiuchumi kwa wakazi wa Pate. Tumeweza kupata mashini, zile desalination plant za kuweza kusafisha maji ya bahari hadi kuwa maji fresh. Pia tumeleta ajira kwa vijana, tuko na Pate Marine Community Conservancy ambao sisi tumeshirikiana na wao, na kuna vijana rangers wamepata ajira, tuko na managers tumeajiri hapo, kuna ma accountant tumeajiriwa, tuko na zile microfinance ambao tuliweza kuzianzisha kupitia hizi masuala ya mikoko, na wamama wanafanya biashara tofauti. Wanawake hawa sasa wanatumai kwamba kwa juhudi kama hizi na kupitia misaada, misitu mingi zaidi ya mikoko itarejeshwa, miamba ya matumbawe itaimarika tena, samaki watarejea kwa wingi katika maji haya, na wanawake wengi zaidi watakuwa walinzi wa pwani. Njoroge Muigai, BBC, Lamu. Hii ni Dira ya Dunia kutoka idhaa ya Kiswahili ya BBC. Tutakaporejea, kiumeamua kunitoro, kiunahisi kwamba hujisikii. Leo ni siku ya kimataifa ya Kiswahili. Tunaangazia mchango wa sanaa katika kukuza lugha hii muhimu duniani.